Yes, tugeukia sasa katika takwimu za wiki michezoni kwa wiki hii kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 10. Yes, hadi leo Agosti mwaka huu 2026. Kwa Tanzania, Yanga na Simba ndio mchezo unaobeba uzito mkubwa wiki hii kupitia ngao ya jamii. TFF pia imeanza kutumia mfumo wa tiketi za kidijitali kwa mchezo huo. Wamesema kwamba na tiketi mtu mmoja anaruhusiwa kununua tiketi 4, sio zaidi ya hapo, kwa sababu TFF wamesema kuna watu wananunua tiketi kwa bei ya kawaida, halafu zikishaisha sasa wakiona watu bado wanahitaji, wao zile tiketi wanaziuza kwa bei kubwa zaidi. Kwa hiyo mfumo bwana, wameleta mfumo kwamba mtu mmoja atanunua tiketi 4 tu, si zaidi ya hapo. Yanga waliingia msimu uliopita wakiwa mabingwa, huku Simba wakiwa wapinzani wakuu, na katika ngao ya jamii kwa mwaka 2025 Yanga walifunga Simba bao 1-0. Serengeti Boys Under 17 nayo ni moja ya story kubwa za mwaka. Tanzania imefuzu kombe la dunia Under 17 Qatar kwa mwaka 2026 baada ya kumaliza nafasi ya pili AFCON Under 17 pale Morocco. Okay. Ibrahim Klasi ameweka historia kwenye ndondi ya kutoa mikanda miwili mikubwa ya WBC, jambo linaloifanya Tanzania kuendelea kuzungumzwa kwenye ndondi za kimataifa. Nakwambia Tanzania sasa hivi tunajitahidi kwa kweli kwa sekta ya michezo. Tunajitahidi. Dar City Basketball pia imeingia kwenye ramani ya Afrika kupitia Africa League. Na Premier League kwa msimu wa mwaka 2026-2027 bado haijaanza. Vilabu vipo kwenye maandalizi pre-season, huku msimu ukitarajiwa kuanza mwishoni mwa Agosti. Kwa hiyo wiki hii transfer market pamoja na pre-season ndio sehemu yenye movement kubwa zaidi badala ya pointi za ligi, na dirisha la usajili linaendelea kuwa chanzo kikubwa cha mijadala, huku vilabu vikikamilisha usajili kabla ya kufungwa kwa dirisha. Hii ni katika kile kipengele cha takwimu za wiki. Takwimu zinaonyesha hivyo. Habari kubwa zaidi ni kuhusiana bwana na mechi ya Simba na Yanga ambayo itachezwa siku ya kesho. Esther anasema Mungu atatujibia. Jamani Esther, I can feel for you but usife moyo. Juma anasema na wakumbusha Yanga, timu ile iliyomtoa jasho mechi zote 3 za mwisho bado ipo, imeongezeka kidogo tu. Joshua anasema mimi Yanga na walaumia sana, watakoma mwaka huu. Haya jamani, mashabiki wa Simba msiumie sana, huu ni mchezo tu, lakini mbona muumie wakati hata msimu haujaanza? Mechi ya kesho yenyewe bado haijachezwa. Mmesajili wachezaji wazuri, bado hawajaonesha viwango vyao vyote. Hizi zilizopita zilikuwa mechi za kirafiki, kwa hiyo msiwahukumu kwa mechi moja au mbili ambazo zimechezwa. Subirieni mechi ya kesho. Mechi ya kesho sasa ndio mwanze kuwahukumu na mechi zinazoendelea. Yaani mnashangaa mnaumia bure tu, alafu ligi ikianza rasmi sasa wachezaji wakifanya vizuri unaanza kujilaumu. Mbona nilipoteza muda wangu kuumia? Usitumie muda vibaya bwana. Usitumie muda vibaya. Sali anasema mpira si maneno, kwenye ubora wa CAF Yanga wako namba ngapi katika ubora wa vilabu Afrika? Vilabu Afrika Yanga iko namba ngapi? Kama namba 12 sikosei, kama sijakosea. Simon anasema the only good team with good player in Tanzania is Young Africans. Okay. Gerald anasema haya tunabeba. Simon anasema hata hiyo Simba ilitoka ubavuni mwa Yanga, wala sioni tatizo mwalimu kwenda na wala hawaanzi wao kutumia Yanga. GSM ni sawa na rais wa Marekani. Sali anasema Yanga ni wanga tu hao jamani. Wanasema kwa nini Yanga wanapenda kusajili wachezaji usiku? Simon anasema Young Africans stay champions. Okay. Ashraf anasema sasa Sele naye anawashtua, acha aende, hamna kitu hapo.
Si ndio hapo jamani. Ashraf, waambie ongeza sauti. Mwalimu wangu aliniambiaga hivi, ukiona kitu ambacho huna uwezo wa kukipata kwa muda huo, labda bei yake ni kubwa, uwezi kukipata, ili sasa usiendelee kuumia moyoni na usiendelee kukitamani, yani kipuuzie kama vile haukihitaji. Ndio anachokifanya Ashraf, kipuuzie, yani kwamba hakina umuhimu, kiende sawa, kikija sawa, fanya kama vile hukitaki, ili utulize moyo wako. Huwezi kumiliki kila kitu, na katika maisha jua kwamba kuna watu watakuzidi na kuna watu utawazidi, yani ndio iko hivyo. Kwa hiyo vile ambavyo unaona huna uwezo wa kumiliki, puuzia tu, fanya kama vile yani havipo, jilazimishe. Simba, ikubalini timu yenu, wakubalini wachezaji wenu. Dombia mbona ni mzuri jamani. Edward anasema Simba hatutoboi. Anasema tuna majanga ya Selemani. Isepoleni mashabiki wa Simba, I can feel for you. Lakini jiaminini, amini kwamba mna timu nzuri, amini kwamba mna wachezaji wazuri na watafanya vizuri. Lakini sasa nyewe mnavyoumia, mnawavunja moyo hata wale wachezaji. Yani hata mchezaji mpya aliyokuja akiona namna ambavyo mnalalamika, mnaumia, mnamvunja moyo, anaona ina maana mbona kama sina thamani sasa. Lakini mkijiamini, mkawatetea wachezaji wenu, naamini watafanya vizuri kabisa. Mtakuja kuniambia kesho, nyie Simba mnaweza mkafunga goli 3 afu Yanga wakatoka 0, mkabaki mnaulizana. Godfrey anasema Yanga ina time nzuri kwa sasa kuliko Simba. Tuseme tu ukweli, msimu huu pia hatupati kitu, na kuambia hatuna kipa wala kocha. Mliataka wenyewe kwamba mwavunja kikosi. Gerald anasema Selemani aende tu. Peter anasema ngao ya jamii ni Simba, lazima Simba kesho ifanye yake. Asante sana Petro, mimi unanifurahisha namna hiyo. Maisha ni kujiamini, the confidence you have. Hello ana Simba, clock it. Kesho ngao ya jamii ni yenu bwana. Eli anasema sishangai sana kwa timu zetu mwaka 2017 2018 Simba naye alifanya hivyo. Kwa hiyo hii inakuja unachonifanyia nitakufanyia, nisipokufanyia watakufanyia. Simon anasema pesa ya benki ni faida ya serikali, hiyo pesa iendelee kukaa benki, izae iongezeke. Haya sasa, asante. Tiongongi anasema mpira ni maisha. Kosele anafuata maisha na Simba wamemtakia heri. Kumbe Simba wamemtakia heri, hakuna shida. Kama kashapata baraka basi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Kazi Moto anasema Simba lazima ishinde na imani na timu yangu, maana Selemani hachezi peke yake. I love you Simba. Okay. Na hachezi peke yake, hata waliopo kuna watu wanacheza vizuri bwana. Najim anasema waje wanisajili mimi hapa. Gerald anasema Simba ni yetu. Namna hiyo, issue ni kujiamini, the confidence you have. Unajua kuna wakati mwingine kuna kitu unaweza ukakipata tu kwa ajili ya kujiamini. Kujiamini inamata sana, inamata. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, mimi nawaomba jamani, msivunjike moyo kabisa. Waamini wachezaji wenu kwamba watafanya vizuri. Wapeni muda, achaneni na mechi ambazo yaliyopita yamepita bwana. Tuangalie mbele. Mara ngapi tunakosea katika maisha? Mara ngapi unafanya makosa katika maisha, lakini better days are coming. Msife moyo. Dakika 41 zimeondoka baada ya kugonga 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tugeukie sasa katika kile kipengele cha ripoti ya usajili ili tuweze kukamilisha lisala kwanza la kipindi hiki cha Mambo Leo. Nani kapita huko? Semaji la Simba amesema nini baada ya Selemani Mwalimu kusajiliwa na Yanga? Onekana una mawazo sana. Niambieni amesema nini jamani? Haya, tuangalie kipengele cha ripoti ya uhamisho.
Hapa sasa ndio pale tunapoenda kumzungumzia. Imekuwaje Yanga wakadandia gari kwa mbele na hawajapata ajali wala nini na safari ikaendelea? Tukiangazia klabu kubwa kwa Tanzania, Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars. Tukianza na klabu ya Yanga. Yanga imekuwa moja ya klabu zinazofanya usajili mkubwa zaidi kwa msimu huu hapa, na klabu imemleta Omar Farouk Komara. Ni beki wa Ivory Coast huyu kwa ajili ya kuimarisha safu ya ulinzi, na pia huyu jamaa bwana anatajwa ni miongoni mwa sajili za gharama ambazo zimewahi kufanywa na klabu ya Young Africans. Pia Yanga imemleta Peter Shalulile ambaye ametambulishwa kama moja ya nyota wakubwa wa kikosi kipya. Kuna taarifa pia zinasema kwamba Yanga inaendelea na mipango ya kuongeza washambuliaji akiwemo Justice Figueiredo ambaye anaripotiwa kuwa karibu kukamilisha uhamisho wake. Kikubwa, GSM ametenga takribani shilingi bilioni 15 kwa ajili ya usajili wa Yanga kwa msimu huu hapa, ishara kwamba bado tunaweza kuona majina mengine kabla dirisha halijafungwa. Tukigeukia klabu ya Simba, Simba pia imefanya movement kubwa. Takwimu za uhamisho zinaonesha kuingia wachezaji kama Kelvin Nation, Nathaniel Chilambo, Kaleto Magalwa, Ibrahim Jabbar na Serge Bajo katika kipindi hiki. Miongoni mwa movement zinazovutia ni Nathaniel Chilambo aliyeingia katika klabu ya Simba kutoka klabu ya Azam FC. Si mnaona wana Simba, mna wachezaji wazuri, sijui pressure na wasiwasi vinatoka wapi? Majina makubwa ya wachezaji yasiwatishe bwana. Sisi tunataka vitendo uwanjani. Unajua wakati mwingine jina linaweza likawa kubwa lakini kwenye matendo mambo yakawa tofauti. Kuna mtu hapo ananiambia kimoyomoyo, dada, mpira sio maneno. Okay, Simba pia imekuwa ikihusishwa na harakati za kumnasa Faisal Salum maarufu Feitoto, lakini kwa sasa hakuna uthibitisho rasmi unaofanya kuwa Feitoto ni mchezaji wa Simba. Japo kuna mvutano na tetesi zinasema kwamba bado Simba na Yanga zinaendelea kuvutana kwa ajili ya kupata saini ya huyu mchezaji ambaye yuko klabu ya Azam FC, Faisal Salum. Nani ataibuka mbabe? Jamani, wanasema pesa sio kila kitu, lakini wanakuambia ukiwa unaisema hiyo kauli hakikisha pesa unazo. Pesa sio kila kitu. Ni kweli. Ila pesa inachukua nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Na ukiwa na pesa kuna namna fulani hivi unakuwaga na confidence, yani unakuwa unajiamini sehemu ambayo hata sio ya kujiamini, kwa sababu tu unajua mfukoni hapa nina buku. Yani ikizingua tunapanda zangu boda narudi nyumbani. Tukigeukia klabu ya Azam FC, Azam imekuwa na dirisha lenye movement kubwa vile vile. Miongoni mwa waliosajiliwa ni John Mano pamoja na Abdallah Heri kutoka Singida na Tepsi Evans kutoka JKT Tanzania. Pia Hassan Mubiru kutoka SC Villa amekuwa akihusishwa na uhamisho wa kwenda Azam, huku taarifa zikisema alisafiri Tanzania kwa ajili ya kukamilisha mchakato. Na muhimu zaidi kwa habari ya Feitoto, Azam imetoa msimamo kwamba bado anabaki na klabu licha ya tetesi nyingi za kuhamia Yanga au Simba. Azam mwenyewe anasema kwamba Feitoto ni wetu, tuko naye na bado ana mkataba na sisi. Lakini Simba wanasema Fei anakuja kwetu, Yanga wanasema Fei anakuja kwetu. Mazungumzo yameshafanyika, lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo muda utaamua. Uzuri ni kwamba bwana, muda haujawahi kudanganya. Tukigeukia klabu ya Singida Black Stars, Singida nayo imeongeza nguvu. Benjamin Tanimu, beki wa Nigeria na Super Eagles, amesajiliwa na Singida Black Stars. Lakini Singida pia imepoteza baadhi ya wachezaji akiwemo Mosi Nduumwe. Huyu ambaye alibuka kinara wa magoli kwa msimu uliopita ameondoka kwenda MC Alger kwa mkopo wa mwaka mmoja. Tukigeukia sasa ishu ya Feitoto. Tukigeukia ishu ya Feitoto, tetesi za kurejea Yanga
na tetesi nyingine zinasema kwamba anaenda Simba. Hii ndio habari inayochemka zaidi kwa sasa, ni habari ambayo ukipita huko kwenye mitandao ya kijamii yani kuna comment moja nimeona, kuna jamaa mmoja ameandika kwa machungu makubwa akasema, jamani, ili swala la Fei lifike mwisho, mbona mnatuumiza sana mashabiki jamani? Kuna taarifa kutoka Tanzania kwamba Yanga imeweka dau kubwa kumrudisha Faisal Salum, jina lake la uwanjani au jina lake maarufu likiwa ni Feitoto Jangwani. Gazeti la Mwanaspoti limeripoti kuwa kuna mazungumzo yanayohusisha hata familia yake Zanzibari. Lakini hapa ndipo tunapaswa kutenganisha tetesi na ukweli. Kilichothibitishwa ni kwamba Feitoto bado anahusishwa na Azam, na uongozi wa Azam umeeleza kwamba mchezaji huyo anaendelea kuwa sehemu ya klabu yao. Tunatenganisha sasa ukweli na tetesi. Kilichothibitishwa ni hicho, kwamba Feitoto bado anahusishwa na klabu ya Azam, na uongozi wa Azam umeeleza kwamba mchezaji huyo anaendelea kuwa sehemu ya klabu. Kinachodaiwa, Yanga imefanya mazungumzo na mchezaji na inataka kumrudisha katika klabu ya Yanga ambayo Faisal hapo awali amewahi kuichezea. Kisichothibitishwa ni kwamba hakuna tangazo rasmi nililoliona kutoka Yanga linalothibitisha kwamba Feitoto amesajiliwa na klabu hiyo, au tangazo rasmi kutoka klabu ya Azam kwamba wamemuuza Faisal kwenda katika klabu nyingine, au tangazo rasmi ambalo linaonyesha kwamba Simba imethibitisha kwamba Feitoto ni mchezaji wao. Kwa hiyo si sahihi kusema Feitoto ni mchezaji wa Yanga au ni mchezaji wa Simba. Taarifa kamili zitatoka. Hizo nyingine tu ni tetesi, na tetesi nyingine zinasema kwamba Faisal ameenda Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa kesho. Hapa kuna jambo muhimu sana, tukizingatia kesho kwamba Agosti 12 kwa mwaka huu Yanga na Simba zinakutana kwenye ngao ya jamii katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar. Lakini kwa taarifa nilizozipata hakuna uthibitisho rasmi wa kuaminika kwamba Feitoto ameenda Zanzibar ili kucheza mechi hiyo akiwa Yanga. Kwa sasa ni tetesi tu, na kuna sababu ya kuwa makini zaidi kwa sababu Azam imesema Feitoto bado yupo kwenye mipango yao. Are we together? Kwa hiyo miongoni mwa tetesi kuhusiana na hii issue ya Feitoto ni kwamba nimepita huko kwenye mitandao, nikapitia ukurasa wa Instagram wa Hans Raphael 14, akawa ameweka picha ya Faisal, akaandika kwamba Fei na Yanga, Yanga na Fei, kuna vitu vichache sana vimebaki. Wananchi, likumbukeni jina la Fei. Ni tetesi hizo. Kuna mtu amecomment, huyu anajiita Mr. Akuku TZ, akasema sasa Simba tutabaki na nini, au ndio Osman? Ni Master akasema, kaka utatupasua moyo sasa, kaweka na emoji ya masikitiko. Huyu mwingine anajiita mtu wa comment anasema hii siku nayo iishe tu da, kaweka na masikitiko. Jamani, mashabiki poleni, najua mnaumia, lakini ndio hivyo. Lakini tetesi nyingine ambayo ilikuwa inaendelea mpaka mimi sasa kutafuta zile habari za kina kwamba je, ni kweli Faisal anaenda Yanga au anaenda Simba, nimepitia ukurasa wa Hansi. Anasema Simba nao wamefikia makubaliano binafsi na Feitoto. Simba wameweka mezani ofa kubwa, bado haijafichuka, ambayo imeambatana na mkataba wa miaka 2. Kuhusu Azam FC, mnyama anasubiri mauzo ya jezi yakamilike ili wavunje mkataba na Fei na Azam. Pia Simba wanatumia nguvu ya ziada kutoka juu ili kulainisha jambo. Hapo sio maneno yangu jamani, ni Hans Raphael 14. Ukiingia kwenye ukurasa wake wa Instagram utakutana na hii habari. Naomba nirudie hii paragraph. Kuhusu Azam FC, mnyama anasubiri mauzo ya jezi yakamilike ili wavunje mkataba na Fei na Azam. Halafu akaandika kwenye mabano in bracket kwamba pia Simba wanatumia nguvu ya ziada kutoka juu ili kulainisha jambo. Eti wewe hapo umeelewa nini? Simba wanataka Fei atambulishwe Zanzibar tarehe 12 dhidi ya Yanga. Wakati huo
wakati huu at the same time Feitoto ana makubaliano binafsi na Yanga. Ofa ya Yanga ina mkataba wa miaka 4. Mashabiki wa Simba poleni, lakini lazima mimi nisome hizi tetesi bwana. At the same time Simba wakimtaka Feitoto, wanasubiri wauze jezi. Yanga wamefanya makubaliano binafsi. Ofa ya Yanga ina mkataba wa miaka 4 wenye thamani ya shilingi bilioni 3, sawa na shilingi milioni 750 kila mwaka kama sign on fee. Na wiki iliyopita GSM walikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na wamiliki wa Azam FC. Mpango wa Yanga ni kumsainisha mkataba Fei tarehe 13 mwezi huu hapa wa 8, baada ya nyota huyo kutoka Rwanda. Kwa hiyo ikifika tarehe 12, tarehe 13, tutajua moja ni lipi. Jamani, mashabiki poleni, lakini bwana, hilo lisiwavunje moyo. Hizo ni tetesi tu, ni tetesi ambazo zimekuwa zikizungumzwa, lakini ukweli ni kwamba Azam mwenyewe wamesema kwamba huyu ni mchezaji wao, bado wako naye. Okay, tukigeukia sasa katika issue ya Selemani Mwalimu, ila Yanga, I salute you. This is a big surprise. Sidhani kama kuna mtu alikuwa anategemea hili. Wanakuambia kwamba ukiona Mungu kama amekujalia ukawa na maisha fulani ambayo unaweza kuwasaidia ndugu, unawasaidia watu wengine, alafu ndugu wakaanza kujazana kwako. Alafu unaona kama majukumu yamekulemea, usife moyo. Ule ni mtaji, Mungu kakuletea mtaji. Wewe unachotakiwa kufanya, kama nyumbani kwako haufugi, hauna kuku, hauna nguruwe, hauna ng'ombe, nenda chukua hata mkopo, nunua ng'ombe, nunua mbuzi, nunua kuku, weka pale nyumbani. Wale ndugu wanaokuja, si unawasaidia, labda unawalipia ada, wanafanya nini? Kwamba labda amekuja anasoma miaka 2, yuko pale. Ndani ya ile miaka 2 hakikisha anazalisha, anakuzalishia ile pesa yako inarudi. Kwa hiyo usije ukasema Mungu amekuacha wakati anakuletea watendakazi, ni wewe tu. Tatizo la mwenzako lifanye kuwa fursa. Maisha ndivyo alivyo, tunategemeana bwana. Okay, tuangalie issue ya Selemani Mwalimu. Kuna habari hapa ambayo inachanganya mitandao, ambapo Selemani Mwalimu ni mshambuliaji wa Tanzania mwenye umri wa miaka 20 ambaye amekuwa akihusishwa na Wydad pamoja na Simba, na hii issue imekuwa ikizungumziwa kwa takriban kama wiki 2-3 hivi zilizopita hadi sasa. Mwafaka sasa umepatikana, lakini leo taarifa zinadai kwamba Yanga imemsajili Mwalimu kwa mkataba wa mwaka 1. Imemsajili bwana. Amesajiliwa Mwalimu. Kwa hiyo habari kubwa ni kwamba dabi ya kesho Feitoto anahusishwa. Yanga inaonekana kutaka kumrudisha, na Azam bado inasema ni mchezaji wao. Kwa hiyo mpaka kuwe na tangazo rasmi, tutajua kwamba habari ikikamilika, tutajua nani ni nani. Na kuhusu Mwalimu, issue ni ya moto. Ukipita huko kwenye page za Instagram, huko kwenye page kwenye page za michezo, kwenye social media, utakutana na hii issue ni Mwalimu. Pita huko kwenye online, utaona issue ni Mwalimu. Wanasema ni umafia. Yanga wamewafanyia Simba umafia. Yanga bwana, mwaka huu imenipa somo kubwa sana, na imani na nyie mtakuwa mmejifunza bwana. Yani kama tangu dirisha hili la usajili lifunguliwe, kwa mambo walioyafanya Yanga, kama hakuna somo ambalo umelipata kwa klabu ya Yanga ukahusisha na uhalisia wa maisha, basi inabidi tuendelee kujifunza. Kwa hiyo kesho Yanga watacheza na Simba, ambapo ni Agosti 12 kwa mwaka 2026 pale New Amani Complex. Kwa hiyo Mwalimu, mimi nikutakie kazi njema huko uliko. Kila laheri bwana. Manake wanasema kwamba Simba wenyewe wameamua kumpa baraka, acheze kwa amani.
Dakika ni 56 zimeondoka baada ya kugonga 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na hapa tumekamilisha lisala kwanza la Mambo Leo.